baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na durusu zetu kama zilivyotangazwa. Baada ya salatu al-maghrib tutakuwa na durusu ya atamassuk bisunna. Kwa hiyo tutamkaribisha mwalimu wetu Sheikh wetu Abu Arqam Ali bin Mas'ud, Allah mhifadhi na amjaze khairi. Barakallahu fiki. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykum salam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. tunamshukuru Allahu jalla wa ala na tunaendelea kumhimidi kwa sifa zake na fadhila zake nyingi na neema zake ambazo amezineemesha juu yetu. Leo biidhnillahi tabaraka wa taala tumekutana katika nyumba hii miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, masjidi hii al-mubarak insha Allahu ta'ala, iliyoko hapa katika mji huu wa Coventry. Tumekusanyika kwa lengo la kujifunza mambo katika mambo ya dini yetu, na kwa mujibu wa ratiba leo hii imepangwa kuanza risala hii nilionayo mkononi mwangu. Tumepanga tusome kitabu hiki, risala hii iliyoandaliwa na al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, risala inayoitwa at-tamassuku bis-sunnati an-nabawiyya. At-tamassuku bis-sunnati an-nabawiyyati wa atharuhu. Maana ya maneno hayo ni kushikamana na sunna za mtume na athari yake jambo hilo. Ilivyopangiwa na inavyotakikana kwamba wale wanaohudhuria katika darasa hii wawe na risala hii mkononi mwao, ili tukiwa tunaisoma na wao wawe wakifuatisha kile kinachosoma, iwe tunasoma
Kusikiliza ni namna mojawapo ya kusoma, ni jambo jema, si jambo linalopigwa vita. Kinachopigwa vita ni kukosa mtu hata kuwa msikilizaji. Lakini kilicho bora zaidi na kilicho kizuri zaidi kwa mwenye kuweza, basi yawe na kitabu mkononi ili tuwe tunasoma. Nadhani kwa sababu zilizo nje ya uwezo wetu kitabu hakijapatikana kwa leo, lakini biidhnillahi jalla wa ala tunaamini katika darsa ifuatayo au zifuatazo risala hii itakuwa ni yenye kupatikana, na kama tulivyotangulia kusema, kila mmoja wetu awe nayo mkononi mwake tuwe tukijifundisha. Hivyo basi leo kwa uwezo wa Allahu jalla wa ala tutaianza risala hii kiasi mpaka hapo tutakapofikia. Risala kama nilivyotangulia kusema ulikuwa ni muhadhara huu alialikwa al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika chuo kikuu katika vyuo vya Madina, akatoa muhadhara huu. Kwa hiyo akatoa muhadhara huu wenye faida nyingi sana kwa umma, na yako mengi ndani yake ambayo sisi tunahitaji kujifunza. Bila ya kufanya ukunjufu wa maneno, nianze kusoma risala hii katika kalimatul muqaddim, maneno ya mtu mwenye kufanya utangulizi aliyemkaribisha Sheikh. Sheikh alikwenda katika muhadhara, lakini kabla ya kuanza muhadhara wake kulikuwa kuna mtu kwanza katangulia kumkaribisha Sheikh rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Kwa hiyo akawa amezungumza maneno ambayo pia yametiwa katika risala hii. Kwa hiyo ni vyema kuanza kwa maneno haya, kalimatul muqaddim, maneno ya mwenye kufanya takdim. Akasema alhamdulillah, sifa njema kwa ukamilifu ni zake Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, na swala na salamu ziwe juu ya mjumbe wa Allah. Allahumma salli wa sallim alayhi, ewe Allah fikisha sala zako na salam zako juu yake. Wa ba'd, na baada ya himdi hiyo akasema fa innana suada, kwa hakika sisi leo ni wenye furaha kubwa. Wa adhunnukum aidan suada, na nadhani na nyinyi pia ni wenye furaha vile vile. An naltaqiya fi hadhihi al-laylati al-mubaraka bi'alimin jalil, tuna furaha kubwa, nani wenzangu ni wenye furaha kubwa ya kukutana leo na alim, kukutana katika usiku huu wenye kubarikiwa, wenye baraka nyingi, kukutana na alim, mwana wa chuoni jalil, mkubwa kabisa. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ni katika wanachuoni wakubwa sana, Allah mrehemu.
kiasi ambacho ahlul ilmi wengine wanasema huyu Ibn Taymiyyah hadha zaman, unasema huyu ni Ibn Taymiyyah wa zama hizi. Katika kila fani Ibn Taymiyyah utakuta ameweka mkono wake, ameandika hata katika lugha ya Kiarabu. Na huyu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, ukiangalia tungo zake, vitabu vyake ni vingi mno na amezungumza mambo mengi mno. Ameingia katika kila fani, katika fani mbalimbali za dini. Ni alim mkubwa sana. Muqaddimu anasema أعطى من وقته وجهده الكثير. Sheikh huyu Ibn Uthaymeen ametoa wakati wake na juhudi zake nyingi sana, khidmatan lililmi wa tulabi lilmi, katika kuitumikia elimu na kuwatumikia watafutaji wa elimu. Ametoa muda mwingi katika kuitumikia elimu, kuitafuta, kuisoma mpaka akawa alim na kuifanyia kazi na kuwatumikia wanafunzi tulabul ilmi, kuwasomesha, kuwasaidia. Amefanya hivyo. Sheikh anasema la yabghi min dhalika ghayra al-ajri wath-thawabi min rabbil ibadi, hataki kwa kufanya kwake hivyo isipokuwa ujira na thawabu kutoka kwa Mola wa waja. Ndilo jambo analolitafuta. Yani anakusudia kusema Sheikh alikuwa ni mukhlis, mtu mwenye nia safi, anayefanya jambo lake la dini kwa sababu ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa sababu ya pato la kidunia, si kwa sababu ya kutaka sifa kwa watu, bali lengo lake kubwa alikuwa akitaka thawabu na ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu samahatul walid al-sheikh, anasema kwa hakika huyo si mwingine, ni mheshimiwa mzee wetu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, udhu hay'at kibari al-ulama, mjumbe wa kamati ya maulama wakubwa, wa imamu, na ni imamu wa khatibu al-jami' al-kabiri bi'Unaiza, ni imam na ni khatibu, mtoa khutba wa msikiti mkubwa ulioko katika mji unaoitwa Unaiza, wal ustadh bijami'ati al-imam Muhammad bin Saudi al-Islamiyya, bali pia Sheikh huyu ni muhadhiri katika chuo kikuu kiitwacho Muhammad bin Saudi al-Islamiyya Far'u al-Qasim, ni muhadhiri katika kitengo kinachoitwa al-Qasim. Falahu minna jami'an ash-shukr, anasema anazo shekhe huyu kutoka kwetu sisi shukrani nyingi, yani tumshukuru sana, wa dua, na pia anazo dua, yani tumuombea dua, ala istijabatihi alkarimati liraghbati allajna bimahrajani almadinati alawwal. Anazo shukrani nyingi kwamba tumshukuru sana
na anazo dua nyingi kwamba tumuombea sana dua kwa sababu ya kuitika kwake kuliko kuzuri ombi la kamati ya tamasha la Madina la mwanzo liilqai muhadara, alilokubali ombi hilo kwa ajili ya kuja kutoa muhadara ani tamassuki bisunnati wa atharihi, muhadhara wenye unwani ya jina hilo, kushikamana na sunna na athari zake. Wa fi rihabi hadhihi aljami'ati alariqa, na katika viunga vya chuo kikuu hichi kikongwe chenye hadhi kubwa mno, aljami'atu alislamiyya, chuo kikuu cha Kiislamu fi Madina, kilichoko Madina, والتي تعاونت مشكورة مع اللجنة الثقافة، na chuo ambacho kimesaidiana na chuo hicho, chuo chenye kushukuriwa sana, pamoja na kamati ya utamaduni limaharajani almadina wa tamasha la Madina alawwal la mwanzo fi istidafati hadhihi almuhadara, katika kuandaa muhadhara huu. Huo ulikuwa ni utangulizi wa mtangulizi aliyemtangulia shekhe kumfanyia takdim kabla ya kutoa muhadhara wake. Kisha baada ya maneno yake hayo akasema, yasurruni an ad'u samahata alwalidi sheikh, yani furahisha sasa kumuita mheshimiwa mzazi wetu Shekhe Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, nafa'a Allahu bihi wa bi'ilmihi al-islam wal-muslimin, anufaishe Allah kupitia yeye Uislamu na awanufaishe Waislamu. Namwita liilqai muhadaratihi, kwa ajili ya kutoa sasa muhadhara wake, والتفضل بالإجابة على ما قد يرد من أسئلة مكتوبة, na kufadhilisha katika jambo la kujibu masuala ambayo huenda yakaja, masuala yenye kuandikwa fi nihayati almuhadara, mwishoni huko muhadhara. Falyatafaddal mashkura, basi akamkaribisha shekhe kwa neno lake la mwisho ni hili, maneno yenye kuonesha ukubwa wa shukurani na ukubwa wa kumthamini shekhe aliyewaendea kwa ajili ya kutoa muhadhara huo. Huo ulikuwa ni mukaddima wa huyo. Sasa tunaingia katika maneno ya Sheikh mwenyewe. Atamassuku bisunnati nabawiyati wa atharuhu, kushikamana na sunna za mtume na athari zake, ndio unwani ya muhadhara wa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Na hili Allah awabariki ndugu zetu wanaosimamia masjidi hii, wakaamua kwamba lizungumzwe jambo hili la watu kushikamana na sunna za mtume wao sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo la sunna ni jambo ambalo wengi kati ya Waislamu wa sasa hawajalielewa lipasavyo. Wanachukulia sunna kuwa ni kitu kidogo sana, kama vile ambavyo wanavyokaribishana chakula. Alikula, nimeshiba bwana, basi kwa sunna tu, yani kwamba jambo kidogo tu.
Kwa hiyo umma unaichukulia sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ni kitu kidogo sana, si lazima, ni khiari yake mtu. Ukiifanya sunna utapata thawabu, usipofanya sunna hupati dhambi. Ndivyo umma ulivyochukulia hivyo. Lakini hebu pima Muislamu, jiulize kwanza, ni nini sunna? Halafu ukipata majawabu ya wanawazuoni, iwe wanawazuoni wa usulul fiqhi walivyoielezea sunna, iwe wanawazuoni wa fiqhi walivyoielezea sunna, na iwe wanawazuoni wa hadithi walivyoielezea sunna. Ukishakuifahamu kwamba kumbe sunna ni jambo lililotokana na Mtume, ma thabata an an-nabii sallallahu alayhi wasallam, sunna ni jambo lililothibiti kutokana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, min qawli, kuanzia kauli yake Mtume akisema jambo ni sunna, au fi'li, au kitendo alichokitenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni sunna, au takririn, au jambo ambalo limefanywa mbele yake na yeye Mtume hakulikataza. Masahaba wamefanya, Mtume kaliona, hakulikataza. Hili nalo pia laingia katika sunna, kwa kuwa Mtume amelikiri, amelikubali. Hili ni sunna. Ukielewa hivyo, kisha ukaipitia Qur'anul Karim, ukaangalia katika mfano wa aya zisemazo, ambazo ziko nyingi kwenye Qur'anul Karim, waman yuti'i llaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima, na yoyote yule atakayemtii Allah wa rasulahu, na akamtii mtume wake. Kumtii mtume manake ni kumfuata. Alichokisema mtume ukakifuata ni sunna, alichokifanya mtume ukakifuata ni sunna, alichokikubali mtume hakukikataza ni sunna. Sasa ukayachukua hayo ukayaleta kwenye aya nyingi zilizomo kwenye Qur'an, waman yuti'i llaha wa rasulahu, na yoyote yule anayemtii Allah na mtume wake. Kumbe Allah anataka yeye atiiwe, na kisha atiiwe na mtume wake. Kutiiwa mtume ni sunna. Akifanya hivyo mtu, faqad faza fawzan adhima, Allah anasema kwa hakika amefuzu huyu, amefaulu huyu, kufaulu kuliko kukubwa mno. Ukielewa haya, utalichukuliaje jambo la sunna kama ni jambo dogo sana? Si sunna tu hiyo. Ukifanya utapata thawabu, ukiwacha hupati dhambi. Nanyi mmezidi, mmeshika sunna, kila kitu sunna. Hivi wewe umepima maneno ya Allah, waman ya'si llaha wa rasulahu, na yule mwenye kumuasi Allah, si Allah peke yake, wa rasulahu. Kule ya mwanzo, waman yuti'i llaha wa rasulahu, anayemtii Allah na mtume wake.
Na hii ya pili Allah anasema waman ya'si llaha wa rasulahu, atakayemuasi Allah na mtume wake, fa inna lahu nara jahannam, hakika huyo atakuwa nao moto wa jahannam, atauingia moto wa jahannam. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hataki mtume wake watu wa muasi. Waman ya'si llaha wa rasulahu, Allah kaweka adabu, fa inna lahu nara jahannama, atakuwa nao moto wa jahannam. Kwa hiyo Muislamu, kama utazielewa aya hizi ambazo ziko nyingi mno kwenye Qur'ani, si moja, si mbili, si tatu, si nne, si tano, zinazohimiza juu ya jambo la kufuata mtume, na hiyo ndiyo sunna, kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, atiiwe. Ndivyo Allah alivyosema, atakayemtii faqad faza fawzan adhima, amefuzu, amefanikiwa kufuzu kuliko kubwa mno. Na kama hujamfuata, je, waman ya'si llaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama, atakayemuasi mtume Allah na mtume wake anao moto wa jahannam, atakwenda kuingia. Na ziko nyingi aya mfano wa namna kama hizi. Ukiyaelewa haya, ndipo utakapoweza kumthamini mtume wako, kila alichokifanya na kila alichokisema na kila alichokikubali kilichotendwa mbele yake, chaingia katika neno linaloitwa sunna. Sunna ni jambo kubwa mno la watu kushikamana nalo, na ndio Sheikh katika muhadhara wake huu akaupa unwan atamassuku bisunnati, kushikamana na sunna annabawiya. Sunna zenyewe ni za mtume, wa atharuhu, na athari zake. Jambo hilo lina athari kubwa mno. Kisha Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen akaanza katika muhadhara wake kwa kumhimidi Allah, akasema alhamdulillahi, sifa njema kwa ukamilifu ni zake Allah. Nahmaduhu, tunamhimidi, tunamshukuru. Wanasta'inuhu, na tunamtaka yeye msaada. Wanastaghfiruhu, na tunamtaka yeye msamaha. Wanaudhu billahi, na sisi tunajikinga kwa Allah, min shururi anfusina, kutokana na shari za nafsi zetu. Nafsi zetu zina shari, kwa hiyo tunajikinga kwa Allah na shari ya nafsi zetu. Wa min sayyiati a'malina, na tunajikinga kwa Allah kutokana na amali zetu mbaya. Man yahdillahu, yule ambaye Allah amemuongoa, fala mudilla lahu, hakuna wa kumpoteza. Wa man yudlil, na yule ambaye Allah amemwachia kupotea, fala hadiya lahu, hakuna wa kumuongoza. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na ninashuhudia ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah wahdahu, peke yake, la sharika lahu, hana mshirika. Wa ashhadu anna Muhammadan, na pia ninashuhudia ya kwamba Muhammad abduhu wa rasuluhu, ni mja wake na ni mtume wake. Arsalahu Allahu bilhuda, Allah amempeleka mtume huyu kwa uongofu, kuwaongoza watu wa dini lhaqi, na dini ya haki. Faballagha risala, mtume huyu akaifikisha risala aliyopewa na Mola wake. Wa adda al-amana, mtume huyu akaitekeleza amana aliyoachiwa na Mola wake. Wa nasaha al-umma, mtume huyu akaufanyia ukweli umma, kaunasihi vya kutosha. Wajahada fillahi haqqa jihadi, akapambana kwa ajili ya Allah haki ya kupambana kwake. Fa salawatullahi, basi sala za Allah,
wa salamuhu alayhi, na salam zake Allah ziwe juu ya mtume huyo, wa ala alihi, na juu ya watu wake mtume huyo, wa ashabihi, na masahaba zake, wa man tabi'ahum, na yoyote yule ambaye anawafuata hao, biihsanin, kwa wema, ila yaumi ddini, mpaka siku ya malipo. Shekhe akaanza na muqaddimatul haja, ambao mtume alikuwa akianza mazungumzo yake, anaanza na jambo hili. Mukaddima huu umebeba ujumbe mkubwa sana kwa watu. Ilimtosha mtu mmoja kusilimu katika wakati wa mtume. Alivyomwendea mtume, kwani wewe wasemaje, hasa umekuja na nini? Mtume kama kitakabuka kitako, innal hamdalillah, akamsomea muqaddimatul haja mpaka kufika mwisho. Ndio akamwambia ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah. طيب، أما بعد، شيخنا السماء أما بعد utangulizi huu في هذه الليلة، basi katika usiku huu, lailatul khamis, usiku wa siku ya Alkhamis, التاسع من شهر رجب، siku ya mwezi 9 katika mwezi wa Rajab, عام 19 و400 و1000، mwaka 1400 na ma yasurruni an altaqiya biikhwani ahli Madina, hakika yanifurahisha mno, yanifurahisha sana kukutana na ndugu zangu watu wa Madina, ahli Taiba, watu wa sehemu inayoitwa Taiba, fi qaati almuhadarat, yanifurahisha kukutana nao katika ukumbi wa mihadhara. wa as'alullah, mimi namuomba Allah Ta'ala an ja'ala hadha al-liqa, ajalie mkutano huu tuliokutana liqaan mubarakan, huwa ni mkutano wenye kubarikiwa. Inna mawdhu'a al-muhadara, hakika maudhui ya muhadhara huu naozungumza, Sheikh anasema maudhui ya muhadhara huu, ma samait ni ule ambao mmeuita min athari tamassuk shaqiqatul Qur'ani, ndiye mwenza wa Qur'ani, ndiye pacha wa Qur'ani. Kwa hiyo hakuna mtu kudharau sunna, hakuna mtu kusema mimi nataka Qur'ani tu, ni jambo kubwa mno. Na ndio maana Sheikh Al-Barbahari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, kwenye kitabu chake Sharh Sunna akasema, wa'alam anna al-islam huwa sunna, najua kwamba Uislamu ndio sunna, wa sunnatu hiya al-islam, na sunna ndio Uislamu. La yaqumu ahaduhuma, hakisimami kimoja wapo, illa bil akhar, isipokuwa kwa kingine, kwa mwenzie. Sunna haisimami, Uislamu hausimami ila kwa sunna, na sunna haisimami ila kwa Uislamu.
Sheti Waislamu waelewe vizuri hivyo, na ndio maana utaona wasia wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku zake za mwisho katika hija yake Mtume ya kuaga, hijjatul wadai, hija ya kuaga, alizungumza maneno mazito kuhusiana na sunna zake kama wasia anawacha. Sahaba Irbad bin Sariya anasimulia, anasema waadhana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alituwaidhi sisi mjumbe wa Allah, alitupa mawaidha, mauidhatan baligha, mawaidha yaliyofikilia mbali mno, wajilat minha alqulubu, mawaidha ambayo zilishtuka nyoyo, maneno aliyoyasema Mtume, wadharafat minha aluyunu, na macho yakabugujua machozi. Maneno aliyosema tukamwambia, kaannaha mauidhatun muwaddi'in, ya Rasulullah, kana kwamba unaoyatoa leo ni mawaidha ya mtu mwenye kuaga vile, kana kwamba unatuaga hivi. Mtume alizungumza maneno mazito, aliwaambia, huenda mimi nisikutane na nyie tena baada ya mwaka wangu huu, na huenda nisisimame tena hapa, na huenda mjumbe wa mauti akanitembelea karibuni hivi. Kwa hiyo mawaidha yani wakamwambia kana kwamba mawaidha ya mtu kwa mwenye kuaga, fausina, tuusie basi. Sasa wanatafuta wasia masahaba ridwanullahi alaihim, fausina, tuusie basi, tupe wasia, maneno ya mwisho mwisho ya sisi kushikamana nayo. Mtume hakukataa kwamba anaaga, bali moja kwa moja akaanza kuwahusia, usikum bitaqwa Allah, na kuhusieni kumcha Allah, wasam'i wattaa, na kuhusieni usikivu na utiifu, kuweni wasikivu na kuweni watiifu. Kisha Mtume akahusia, wa alaikum bisunnati, na juu yenu na kuhusieni, jilazimisheni. Alaikum, neno hili alaika bikadha, alaika bikadha, manake jilazimishe, fanya jambo hilo kwa kujilazimisha. Kwa Mtume akamwambia, alaikum bisunnati, ni juu yenu, jilazimishani kufuata sunna zangu. Wasia wa Mtume siku za mwisho mwisho wanaondoka. Usidharau Muislamu hata kidogo, usiseme si sunna tu hiyo. Kumbuka maneno ya Mtume, alaikum bisunnati, jilazimisheni. We tafuta kwamba hii sunna, kamata. Muhimu imethibiti kwa Mtume, alaikum bisunnati. Kumbuka kwamba ndio wasia wa Mtume wako kila wakati. Usiseme si sunna tu hiyo, kwani sunna ukifanya wapata thawabu, na ukiacha sunna je wapata dhambi? Haikataliwi. Hiyo unayosema ni definition ya sunna kwa upande wa watu wa fiqhi. As-sunnatu inda al-fuqahai, sunna mbele ya watu wa fiqhi wanasema ndio hiyo. Ukifanya utapata thawabu, ukiwacha hupati dhambi. Ukisali swala ya sunna utapata thawabu, ukiwacha kusali swala ya sunna huandikiwi dhambi. Ndivyo walivyoeleza watu wa fiqh hivyo. Lakini wengine watu wa usulul fiqh wanayo definition nyingine kuhusiana na sunna. Ma thabata anin nabii sallallahu alayhi wasallam, ilichothibiti kutoka kwa Mtume swala na salamu za juu yake, min qawlin, kuanzia kauli yake, wa fi'lin, na kitendo chake, wa taqririn, na kukubali kwake Mtume jambo ikawa kulikataza. Akaendelea na maelezo mengine,
Na kadhalika vile vile muhadithuna wakaelezea nini sunna. Wewe kama Muislamu usikae hapa tu kwa watu wa fiqh. Watu wa fiqh wanalenga kitu maalum. Tayib, kwa hiyo Sheikh anasema maudhui yetu katika muhadhara huu ni ule ambao umeuita jina min athari tamassuki bisunnati nabawiyya, athari za kushikamana na sunna za Mtume. Wadhalika, na hivyo imekuwa anna sunnata nabawiyya shaqiqatu alqur'ani alkarim, sunna za Mtume ndiyo pacha wa Qur'ani tukufu, ndiye mwenza, ndiye ndugu wa baba mmoja mama mmoja wa Qur'ani alkarim. Min kauniha hujjatun, imekuwa hivyo kwa sababu ya kule kuwa kwake sunna ni hujja, taqumu ala alibadi, itakwenda kusimama juu ya waja. Yako mambo kayasema Mtume utakwenda kuulizwa yaumul qiyama. Si kwamba kila tukisema Mtume uulizi, la, itegemea amri aliyoitoa Mtume ni amri gani, al-ijabi au sio amrul ijabi. Amri ya Mtume nayo yatizama amri yake ni nini. Je, hii ni amri ina sarifa ya kuitoa kwenye wujub na kuipeleka kwenye anadab, ya kuitoa kwenye wujub kuipeleka kwenye al-ibaha? Hivi ni vitu ambavyo Waislamu wanapaswa kusoma ili waweze kujua sunna ya Mtume wao, ili waweze kupima kauli ya Mtume wao. Pale anapoitoa itazamwe ni amri, ni amri. Kama ni amri, je, ina sarifa ya kuitoa katika wujubu kuipeleka kwingine? Haina sarifa hii. Ina sarifa, inakwenda wapi? Kwenye ibaha, kwenye nadab, inakwenda wapi amri hii, sarifa hii? Hivi ni vitu ambavyo Muislamu avijue kuhusiana na Mtume wake, kuhusiana na maneno ya Mtume wake, kuhusiana na mwenendo wa Mtume wake. Afahamu vizuri vitu hivyo, asije akapinga, baada mkasema Mtume hiyo ukifanya utapata thawabu, ukiwacha upati dhambi. La, pako pahala Mtume akisema, akitoa amri yake na ikawa haina sarifa, jambo hilo linakuwa ni wajibu. Ukilikengeuka utakwenda kukamatwa yaumul qiyama na utaadhibiwa. Japo amri hiyo ukiitizama kwenye Qur'ani haimo, japo amri hiyo ukiitizama kutokana na Mtume, lakini yaangaliwa amri yenyewe aliyoitoa, ile ni amri ambayo haina sarifa, amrun lilwujub. Kwa hiyo hicho kitu kitakuwa na wajibu hata kama amekisema Mtume. Kwa hiyo Sheikh Saleh anasema sunna ni pacha wa Qur'an, ndio mwenziwe Qur'an. Kwa nini? Min kauniha hujja, kwa sababu ya kulekuwa kwake sunna ni hujja, taqumu ala alibadi, itakayokwenda kusimama, hujja itakayokwenda kusimama juu ya waja. Wataulizwa waja wa Allah juu ya sunna, wa hum mukallafuna bil amali biha. Sheikh Saleh bin Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen anasema wa hum, na wao waja wa Allah, mukallafuna bil amali biha, wamelazimishwa, ni wenye kukalifishwa kuifanyia kazi sunna. Usichukulie tu wepesi wepesi neno sunna. Hebu zitembelee aya za Qur'ani, angalia kila palipotajwa atiu Allah wa atiu Rasul wa man ya'si Allah wa rasulahu, ziangalie vizuri hizo aya. Lingelikuwa ni jambo tu na kwamba ukiwacha hupati dhambi, Allah angelisema wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam, waidiwe moto wa jahannam katika jambo ambalo huachi dhambi. Ukiliwacha hupati dhambi. Wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam, waidiwe moto
katika jambo ambalo ukileta pata dhambi. La, pana tafsiri katika mambo haya, pana upambanuzi katika mambo haya. Lipi ukiliwacha huingii dhambini, na lipi ukiliwacha utaingia dhambini katika sunna za Mtume alayhi salatu wassalam. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen katika risala hii At-Tamassuku bis-Sunnati an-Nabawiyya anasema wahum mukallafuna bil'amali biha, na wao waja ni wenye kulazimishwa, wenye kukalifishwa kuifanyia kazi sunna, kuifuata sunna. Kama hum mukallafuna bil'amali bilquran, kama ambavyo wao ni wenye kulazimishwa kuifanyia kazi Qurani, basi na sunna wanalazimishwa vile vile kuifanyia kazi. Kwa hiyo Waislamu wawe awea na kudharau neno sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na iwe hivyo. Huwa ni fahari Muislam kushika jambo la Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, kipenzi cha Allah, mtu aliyekuja kukuokoa katika maisha haya ya dunia, akakuonesha njia. Ukifanya hivi utapata thawabu na Allah atakupenda, ukifanya hivi utapata dhambi. Aliyechauliwa na Allah, si watu wagombee basi kile tukifanya, si watu wagombee basi kujifananisha na yeye, si watu wagombee basi. Hivi inakuwaje kwamba Muislamu anasema hiyo si sunna tu, halafu Muislamu huyu anashikamana na jambo la kafiri, tena kisawasawa kwa kuacha sunna ya Mtume? Yani anapima kipimo gani huyu mtu? Anapima vipi? Yani anawacha sunna ya Mtume kusema hiyo ni sunna tu hiyo, lakini kuna jambo la kafiri fulani hivi, labda yeye ni actor wa movie, kampenda shakli yake, basi anao mkato wa nywele, au yeye ni footballer, kwa hiyo yeye kampenda footballer yule, kwa hiyo anao mkato wake wa nywele, na yeye sasa akadharau maneno ya Mtume kwamba usikate nywele zikawa ndogo upande mmoja na nyingine zikawa kubwa. Akaona hapana, mimi nitawacha huu mwendo wa Mtume, nitashika yule footballer fulani, ule mkato wake wa nywele ule, basi na mimi napenda timu ile, nampenda na yeye. Akashikamana na yule, akajifananisha na yule, akawacha mwendo wa Mtume. Hivi Muislamu huyu anapima kipimo gani? Au akafuata mjinga fulani hivi kwa sababu ni mwimbaji wa nyimbo, kwa hiyo akaiwacha sunna ya Mtume wake, akajifananisha na yule, akashika mwenendo wa yule. Umma unahitaji kuamka na kufahamu thamani ya Mtume wao, na kufahamu thamani ya maneno ya Mtume wao, na kufahamu thamani ya kitendo cha Mtume wao, na kuelewa thamani ya jambo ambalo limetendwa mbele yake na Mtume ikawa hakulikataza. Muda ukifika uniambie, au unataka kuniandikia? Naam. Bado dakika ngapi? Na kama dakika 3 mpaka adhana. Na dakika 3 mpaka adhana. Na basi hapo nilipofikia kwenye kitabu itakuwa ni pazuri mno. Ndugu zangu Waislamu, kama tulivyotangulia kusema mwanzo, sunna kwetu sisi ni jambo kubwa lenye thamani kubwa sana, tofauti na wengi katika Waislamu tulivyolichukulia jambo hili. Wengi tumechukulia ni jambo dogo. Kwa hiyo nyingi katika amri za Mtume ambazo ni za wajibu tunazidharau, tunaziacha kwa kuwa tumechukulia kwamba ni sunna. Ni sunna, kumbe ni amri ya wajibu ambayo Mtume ameitoa. Yako mengi sana katika mwendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Muda hapa nimeambiwa umekwisha, kwa hiyo sasa nisitie hapa biidhnillah jalla wa ala. Nadhani ratiba ipo ya durusi hizi zinazokwenda hapa msikitini.
kuanzia durusi za vijana na mpaka durusi hizi za watu wazima, za wanaozungumza Kiswahili na wanaozungumza lugha hii yenu ya hapa. Darasa pia zipo. Kwa hiyo ratiba zifuatilieni, na Allah ape taufiki muhudhurie katika durus. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam, والبدء ثاني تفهم swali inshallah biidhnillah. jazakallah khair, omba Allah kuzidishie ilmu na tuzidishie sisi pia ilmu. Naam, nadhani baada ya adhani ya salatu al-isha tunaweza tukakaa maybe 5 minutes biidhnillahi taala. Kama mtu yoyote ana maswali anaweza kauliza, kama online unaweza ukatype, alafu biidhnillahi taala shekhe atajibu biidhnillahi taala. Barakallahu fikum. Na kadhalika kesho tunaendelea na kitabu baada ya salatu al-asr insha Allah, na vile vile tutakuwa na darsa ya kitabu chengine baada ya salatu al-maghrib, manhaju salikin, kitaendeshwa na Sheikh wetu Ali bin Khamis, Allah mhifadhi, baada ya salatu al-maghrib biidhnillahi taala. Naam. Ameuliza, anamuuliza mwanafunzi, tutafahamu vipi kwamba jambo hili la Mtume ni wajibu, amri hii ni ya wajibu, nikiwacha nitaingia makosani, na hii kinyume chake si ya wajibu?
Haya ndugu zangu Waislamu, tutafahamu kwa kusoma mambo haya, tutafahamu kwa kusoma, ndio utaona uwajibu na ulazima wa Muislamu kusoma. Ukisoma katika mambo ya usulul fiqhi, fani hii ya usulul fiqhi ilikuwepo tangu wakati wa Mtume, wakati wa masahaba, lakini haikuwa ni fannun mustaqil. Imamu Shafii rahmatullahi alayhi akaandika kafanni mustaqil, lakini ilikuwepo na masahaba wakitumia tangu wakati wa Mtume. Sasa unaposoma kuna sehemu fani ya usulul fiqh utasomea al-amr. Ukisoma al-amr utajua amri ni kitu gani. Amri ziko za aina nyingi, amri ziko za aina nyingi. Kuna wanasema watu wa usulul fiqh al-amru lilwujubi inda adami al-qarina tusarrifuhu an dhalik. Amri yoyote inapotolewa inakuwa ni wajibu, madam ni amri, hilo jambo ni wajibu kulifanya. Inda adami alqarina tusarrifuhu an dhalik, wakati wa kukosekana karina, ile amri inaangaliwa ina karina ambayo inaitoa kwenye wajibu. Maana kuna amri nyingine, amri ikikosa karina ambayo itautoa katika wajibu, jambo hilo linakuwa ni wajibu. Kwa hiyo amri ya Mtume akiitoa inaangaliwa, amri hii inayo karina inayoitoa katika wajibu. Kwa hiyo kuna amru, wakati mwingine amrun lilwujubi, amri ya wajibu, wakati mwingine al-amru lilibaha. Amri inakuja, ukiangalia ile neno sigha yake ni amri, lakini lengo lake si kuamrisha, ni kwamba kuonesha jambo hili kwamba sasa lafaa, lakini sigha yake ni amri. Mfano wake wa idha halaltum fastadu, fastadu ni amr, ni fi'lu amr. Wanaambiwa nani? Mahujaji, wa idha halaltum fastadu, mnapotoka kwenye nini? Alhajj. Kimaliza wa idha halaltum, kiwa hal fastadu, kawindeni. Kwa hiyo amri hii imetoka kwenye wujub, imekuja kuhalalisha jambo ambalo mwanzo walikatazwa. Sasa mara nyingi kama jambo limekatazwa nyuma huko, halafu ikaja amri sasa, manake amrun lilibaha, ya kujihusisha ile jambo kwamba sasa ni mubaha. Mwanzo mlipokuwa katika ihram mlikatazwa kuwinda, sasa wa idha halaltum fastadu. Kwa hiyo si amri liwujub, ni amri lakini lilibaha, na kuna nyingine linadab, ziko nyingi. Kwa hiyo ili kuweza kuyafahamu hayo, ukae kitako usome Muislamu. Umefahamika? Kwa hiyo ukisoma sasa, ikija amri ya Mtume itaangaliwa, tuko na uwezo kuangalia amri hii ya Mtume lilwujub au lilibaha au linadab, sawa. Kwa hiyo hapo ndio utakapoweza kujigawa katika zile amri za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa ni jambo linalohitaji kukaliwa kitako na kusomwa. Barakallahu fik. Swala jingine kama lipo? Naam, wa online kama mna swali lolote mnaweza mkalitype and then itajibiwa biidhnillahi taala, au kama hamna nadhani tunaweza tukaishia hapa. Mfano mmoja amru lilwujub, Wa amru lilwujub, yani mfano mmoja unaotokana na Mtume. طيب قال صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى، اعفوا اللحى، ziwacheni ndevu. Amri. Kwa hiyo haina sarifa, amri hii haina sarifa inayoitoa katika wajibu kuipeleka kwenye an-nadab au kuipeleka kwenye al-ibaha. Kwa hiyo kwa mwanamume kuweka ndevu ni jambo la wajibu. Wallahu a'lam. Naam.
Kuna sunna ambazo zimepopeteshwa na sunna ambazo kwa ni dhaifu, na naomba utuelezee kidogo kuhusu hizi sunna ambazo kwa ni muhimu sana. Naona kwa tunatakiwa sisi tuwe kila wakati unazifanya. Khairan, barakallahu fika wa jazakallahu khairan. Kadhalika ndugu yetu Vika pia, barakallahu fika, jazakallahu khairan. Kuna sunna dhaifu, sema sunna muakkada na sunna ambazo ni dhaifu. Sawa, ni swala kubwa la kusomea, ni swala la kusoma. Kuna fani nzima ya kusomea hadithi za Mtume. Sheikh ataeleza baadaye. Kuna fani inaitwa mustalahul hadithi itakayokuwezesha wewe kujua sunna sahihi. Hii imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hadithi ziko nyingi. Kuna nyingine dhaifu kama ulivyosema, ambazo huwa hazisimamishi hujja, hazitumiki. Ahlul ilmi wa mambo ya hadithi wakasema baadhi yao kwamba hadithi dhaifu yaweza kutumika katika kulifanyia jambo targhib. Kwa hiyo tukisema kuna sunna dhaifu, lakini baadhi ya ahlul ilm wasema hadithi ikiwa dhaifu haitumiki. Umefahamika? Kwa hiyo sunna, kwa hiyo kuna somo la kusoma hizi sunna ukajua. Sasa kuna sunna muakkada iliyotiliwa nguvu, yani Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam katika uongewaji yake mle, katika yale maneno yake katumia taakid, kutilia mkazo katika baadhi ya vitu, kwamba hii ni sunna muakkada kwa sababu Mtume mwenyewe kaitilia mkazo. Tumefahamiana? Lakini ni jambo la kulisoma ili kuzijua zile sunna za Mtume. Wallahi sisi Waislamu wavivu sana kusoma hasa dini yetu, lakini tuna mambo ya muhimu na ya msingi ya kuyasoma. Aghlabu ya watu, kwa mfano, naweza ukaja msikiti afu tukauliza Waislamu, hebu nieleze hadithi sahihi ndio ipi? Naweza tukamaliza msikiti mzima, pengine ukampata mtu mmoja au wawili kujua hadithi sahihi iliyothibiti kutoka kwa Mtume. Naye atanieleza hadithi sahihi ndio ipi? Hakuna aibu jamani, tunasoma. Mwenye kusoma hamna aibu. Tumefahamiana? Wala hakuna mtu ahlul wasema la tajtami'u sunnatu ala ahadin, sunna haikusanyiki kwa mtu mmoja. Kana najua kila kitu, elimu haiko hivyo, yako mambo yatakushinda tu. Kwa hiyo tukao tunaulizana hapa, mtu kama hujui, nikamuuliza mtu, wewe hebu niambie kitu fulani. Kwa hiyo kama hujui unasema sijui, wala si aibu. Umefahamika jamani? Usema sijui si na wala mimi hapa simaanishi kwamba, haimaanishi kwamba mimi ndo ninajua kila kitu, yako tele siyajui. Kwa hiyo pako pahala mtaniuliza nitakwambia ni sijui. Tumefahamiana? Kwa hiyo nani atanieleza hadithi sahihi? حديث صحيح ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يندو حديث صحيح. بيقونية ويوزيه. أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يسد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. كاي mambo ya kusoma. Sawa? Haya ni mambo ya kusomwa na wasomaji wenyewe ndio sie. Wasomaji ndio tuipunzisheni TV kidogo, tusomeni ili tuweze kujua. Kwa hiyo ziko sunna sahihi na zile dhaifu haziitwi, ni hadithi dhaifu, hazijathibiti. Kuna namna yake. Sawa? Dhaifu vile vile zikiwa turuki zake zimekuwa nyingi, inapanda daraja, inakuwa vipi? Zikiwa turuki zake ziko nyingi, hadithi dhaifu inapanda daraja, inakuwa vipi?
حسن حسن أجله حسن إيه من أجله حسن لغيره sawa inakuwa ni hasanun lighairihi alafu kuna hasan kiwango cha mwanzo cha hadithi ni sahih daraja ya pili ni hasan alafu kuna hasan lighairihi wazi kwa hiyo haya jamani ndugu zangu ni mambo ya kusoma tunahitaji kusoma sana 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 ili tuweze kujua ule mwendo wa mtume wetu ulio thibiti uliokaa sawa wallahu ta'ala a'lam نعم لتالي يا أختي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير طيب tuendelee kesho باذن الله بعد صلاه العصر. نعم after dhuhr after dhuhr باذن الله there's going to be a lesson on the Arabic language. If you want to learn the Arabic language after dhuhr باذن الله تعالى, there's going to be a lesson on the Arabic language باذن الله تعالى. And after Salatul Asr, there's going to be the continuation of today's book. And after Salatul Maghrib, there's going to be another book of fiqh بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم بحمده نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.